hata rais mwenyewe kwa mujibu wa katiba yetu na sheria za nchi yetu hana mamlaka kisheria ya kuzuia mikutano ya hadhara kama vile rais wa awamu ya 5 Mheshimiwa hayati Magufuli alifanya. Hata yeye binafsi Mheshimiwa Magufuli kwa mujibu wa katiba yetu alikiuka katiba kwa sababu hakuwa na mamlaka yote kisheria na katiba ya kutamka kwamba anazuia shughuli za kisiasa. Sasa hiyo saizi kidogo niweze kutoa maoni yangu kama mdau wa masuala ya demokrasia, lakini pia kama wakili. Maoni yangu binafsi kabisa. Naomba nikiri kwamba jana nimeona taarifa ya waziri wa mambo ya ndani ndugu Patrobas Katambi alipoitoa bungeni ya kusitisha au kuweka katazo la muda ya kufanyika kwa mikutano ya hadhara ya vyama vya siasa hapa nchini kwa hoja kwamba kuna tatizo au wanasema kuna viashiria vya uvunjifu wa amani nchini, na akatumia fursa ile kumwagiza mkuu wa jeshi la polisi IGP Wambura kwamba kuanzia sasa asitoe vibali vya mikutano ya hadhara kwa vyama vya siasa. Kwanza nianze na hoja ya neno vibali. Nafikiri ni muhimu tukajua na wananchi wakajua kwamba kwa mujibu wa sheria ya vyama vya siasa kifungu cha 23 na sheria ya jeshi la polisi kifungu cha 43 mpaka 46, kinachofanyika ni kutoa taarifa notification, sio kibali. Sasa huwa nashangaa sana watu wengi wa serikalini wanapenda sana kutumia lugha vibali. Sijui wanaitoa wapi lugha. Lakini kwa mujibu wa sheria wanapaswa chama chenye kusudio na kufanya mkutano wa hadhara kinapaswa kutoa taarifa kwa mkuu wa polisi wilaya masaa 48 kabla ya mkutano husika kufanyika. Kwa hiyo sio sahihi na sio msingi wa kisheria kuja ya lugha ya neno vibali, sababu sheria yenyewe ya vyama vya siasa, sheria jeshi la polisi imetumia lugha notification, taarifa, kwamba kazi yako ni kutoa taarifa na jeshi la polisi linakuja kutoa ulinzi. Nataka nianze na huo msingi. Lakini la pili, nataka tujiulize maswali hapa kwamba je, kwa mujibu wa katiba yetu ya Tanzania, kwa mujibu wa sheria ya vyama vya siasa na sheria jeshi la polisi, waziri wa mambo ya ndani ya nchi ana mamlaka kisheria ya kuzuia mikutano ya hadhara? Ni swali ambalo kila mtu Tanzania yote ambaye ana reason, mwananchi yote mzalendo anayefikiria kwa kutumia akili zake, sio akili za kuwekewa mfukoni. Swala la msingi itakuwa waziri wa mambo ya ndani ya nchi ana mamlaka kisheria ya kuzuia mikutano ya hadhara? Nimepitia vifungu vya sheria vyote, nimepitia katiba. Kwanza nianze na hoja kwamba mikutano ya hadhara nchi hii ni haja ya katiba. Tanzania ni nchi ya kidemokrasia inayofuata mfumo wa vyama vingi vya siasa kwa mujibu wa ibara ya 3 ya katiba yetu. Msingi unaanzia hapo kwamba sisi kama Tanzania ni nchi ya kidemokrasia, ni jamhuri, ni republic. Maana ni kwamba mamlaka yanatoka kwa watu na ni nchi ambayo inafuata mfumo wa vyama vingi vya siasa kwa mujibu wa ibara ya 3 ya katiba yetu. Na kwa hiyo basi kila chama kinakuwa na fursa ya kujitangaza, kwa sababu chama cha siasa, ndugu yangu, kazi ya chama cha siasa ni kueneza sera, itikadi, imani, misimamo pamoja na misingi yake kwa Watanzania. Kazi ya chama cha siasa ni kutafuta wanachama na kueneza siasa kwa maana ya sera za chama husika. Lakini jambo la pili ni kwamba mikutano ya hadhara ipo kwa mujibu wa katiba na sheria. Kusoma ibara ya 20 ibara ndogo ya kwanza inazungumza kila chama cha siasa kitakuwa na uhuru wa kufanya maandamano, kufanya mikutano ya hadhara kwa lengo la kutafuta wanachama na kueneza sera zake. Na ibara hiyo ya 20 ibara ndogo ya kwanza inaungwa mkono na kifungu cha 23 cha sheria ya vyama vya siasa namba 258 na marekebisho yake ya mwaka 2023 na kifungu cha 43 mpaka 46 ya sheria ya jeshi la polisi na polisi wasaidizi sura ya 322 na marekebisho yake ya mwaka 2023 inazungumza dhahiri shahiri kwamba chama cha siasa, vyama vya siasa vinayo haki
ya kufanya mikutano ya hadhara, kufanya maandamano, ili mradi tu mikutano hiyo chama husika kimetoa taarifa kwa mkuu wa polisi wilaya kwa maana ya OCD masaa 48 kabla ya mkutano wa hadhara kufanyika. Sasa waziri wa mambo ya ndani jana nilitegemea, kwa sababu anasema yeye ni mwanasheria ndugu Patrobas Katambi, nilitegemea sana kwamba kwa mtu ambaye ni mwanasheria basi tutategemea tungeona jana basi tangazo lake lile likiwa supported na vifungu vya sheria kwamba anatoa zuio hilo kwa mujibu wa kifungu gani cha katiba, kifungu gani cha sheria, na kama ni kanuni angetuambia basi kwamba kwa mamlaka niliyopewa kwa mujibu wa ibara 1, 2, 3 ya katiba, kwa mujibu wa kifungu fulani cha sheria nazuia mikutano ya hadhara. Lakini katika hali ambayo sio ya kawaida, Waziri Katambi amejikita kwenye maoni yake binafsi, msimamo wake binafsi, utashi wake binafsi, na hakukoti kifungu chochote cha sheria ambacho kinampa mamlaka kuzuia shughuli za kisiasa nchini. Lakini jambo la pili kwamba nilimuona akisema kwamba Wizara ya Mambo ya Ndani ndiyo custodian wa peace and order kwa jamii. Ni kweli, lakini pia nitegemeza nimuone Waziri Katambi akikoti kifungu cha sheria kilichomruhusu kufanya hivyo. Kwa lugha nyingine ni kwamba Mheshimiwa Katambi amejichukulia mamlaka kwa utashi wake binafsi. Hana uwezo huo, aidha kwa mujibu wa katiba, kwa mujibu wa sheria au kwa mujibu wa kanuni. Hana mamlaka ya kuzuia shughuli za kisiasa hapa nchini. Huu ni ukweli mchungu. Lakini la pili kwamba ambao pia ni la msingi ni kwamba nimeona Mheshimiwa Katambi akimwagiza mkuu wa polisi Mheshimiwa Inspector Jenerali wa polisi IGP Wambura kwamba kuanzia sasa aache kutoa vibali kwa vyama vya siasa kufanya mikutano ya hadhara. Swali lingine linakuwa waziri wa mambo ya ndani ya nchi kisheria, kikatiba ana mamlaka ya kumwagiza mkuu wa polisi? Kwa sababu mkuu wa polisi ni mteule wa rais, waziri wa mambo ya ndani ni mteule wa rais. Kwa mujibu wa sheria ya jeshi la polisi na kwa mujibu wa PGO, kanuni za kudumu za polisi, mkuu wa polisi ndiyo kiongozi mkuu wa jeshi la polisi nchini. Wanamuita kwa lugha nyingine ni Chief of Police Force, CPF, mkuu wa jeshi la polisi nchini. Maana yake ndio mwenye instrument za commanding, za kutoa commanding order kwa watu wake wa chini. Waziri kazi yake ni kushughulika na masuala ya kisera. Waziri wa mambo ya ndani sio commanding authority, yaani hana mamlaka ya kisheria ya kutoa komandi kwa mkuu wa polisi nchini, kwa sababu waziri wa mambo ya ndani kazi yake ni sera, ni policy issues. Kwa hiyo kwa mujibu wa sheria ya jeshi la polisi, kwa mujibu wa PGO, kwa mujibu wa katiba na sheria mbalimbali za nchi yetu, waziri wa mambo ya ndani hapa nchini kwetu hana mamlaka ya kisheria ya kutoa maagizo kwa mkuu wa polisi. Na mimi ni waliki wa Tanzania, tusome sheria ya jeshi la polisi, tusome PGO. Imeweza kinagaubaga nafasi ya waziri kwa polisi ni ipi. Kiongozi mkuu wa polisi ni IGP. Na ndio maana ndugu yangu mwandishi, IGP halazimiki kisheria kuripoti kwa waziri wa mambo ya ndani. IGP kisheria na kikatiba anawajibika kuripoti kwa rais moja kwa moja kama mjeshi mkuu. Sasa Mheshimiwa Katambi kama waziri alipata wapi instrument, kwa maana ya ministerial instrument, ya kuweza kutoa agizo kwa mkuu wa polisi ambaye ni mteule wa rais kama yeye, ambaye kikatiba na kisheria ana mamlaka ya kuripoti kwa rais moja kwa moja kuhusu masuala ya kiusalama na masuala ya nchi kwa ujumla, kwa maana ya kwamba rais kama mjeshi mkuu wa nchi. Kwa hiyo ukweli ni kwamba mimi kama wakili na kama mdau wa masuala ya demokrasia nchini, viongozi wa serikali, watumishi wa umma, mawaziri, wakuu wa mikoa, wakuu wa wilaya na watumishi wengine wanapaswa kujua kwamba Tanzania ni jamhuri. Tanzania inaendeshwa kwa mujibu wa sheria, kanuni na misingi, sio kwa matokeo binafsi. Sio tu anaamka waziri asubuhi katoka nyumbani kwake na tamko lake anatamka na hatuambie anafanya zuio hilo kwa mujibu wa kifungu gani cha sheria cha katiba. Nchi hii inaongozwa kwa miongozo, na kuna msemo mmoja, msemo maarufu unasema the government works on a paper,
Yaani serikali yote duniani inaongozwa kwenye makaratasi. Sasa Mheshimiwa Katambi jana alikuwa anatamka tu mdomoni, hakuwa ameandika nyaraka yote, hakuwa ana koti kifungu cha sheria chochote au cha katiba. Kwa lugha rahisi ni kwamba ule uamuzi ni uamuzi binafsi wa Mheshimiwa Katambi, ni maoni yake binafsi. Sasa kama nchi inaongozwa kwa mujibu wa katiba na kwa mujibu wa sheria, ndugu yangu, uwezi kuja na unaamka peke yako unatoa maagizo kwa utashi wako. Lazima uongozwe na katiba na miongozo ya nchi. Lakini jambo la pili ni kwamba anazungumza kwamba kuna tishio la usalama nchini, na akasema kwamba kuna watu wasiojulikana ambao wanahamasisha maandamano hapa nchini. Sasa nchi hii ina vyombo vya usalama, jeshi la polisi lipo na mamlaka zingine za usalama zipo, ndio zenye jukumu la kudhibiti na kuzuia uhalifu nchini. Najua kwamba jeshi la polisi chini ya uongozi mahiri wa Kamanda Wambura wanafahamu kazi yao, kwamba kazi yao ya kwanza kwa mujibu wa katiba ibara ya 147 ibara ndogo ya kwanza ya katiba ni kuwalinda Watanzania na mali zao. Wanajua. Sasa kama kuna watu wamekaa mahala wanamalisha maandamano ambayo polisi hawajapewa taarifa juu ya maandamano hayo, maana yake kama maandamano hayo kwa mujibu tu wa sheria kwa kawaida ni maandamano ambayo sio halali, na polisi wanajua wajibu wao namna ya kudhibiti maandamano hayo. Sasa uwezo ukazuia haki za watu wengine za katiba kufanyika eti kwa sababu kwa tishio la kiusalama. Na ndio maana nchi hii ina vyombo ambavyo vina majukumu ya kuzuia na kudhibiti uhalifu nchini. Na mimi naamini kwamba kama kuna watu ambao wanaonekana kukiuka taratibu za nchi na wanajulikana, mamlaka za nchi zinawajua, wakamatwe, wahojiwe. Kama kuna watuma zidi yao, wapelekwe mahakamani wakajibu tuma zao. Hatuwezi kujumulisha kujeneralize tukazuia shughuli za kisiasa zote nchini eti kwa sababu tu kuna watu fulani wanahamasisha kufanya usi maandamano ambayo ni kinyume cha sheria, na wakati mnawajua. Kama tunawajua, sio akamatwe, sio wahojiwe, wapelekwe mahakamani, mahakama ikawasikilize. Mahakama iseme kama wanatuhuma au hana tuhuma. Lakini kutumia mwamvuli wa jumla kama kuna tishio la usalama nchini bila kutuambia linafanywa na nani, kwa sababu jana Waziri Katambi hakusema hiyo tishio la usalama linafanywa na nani. Tuambie hao wanaofanya hivyo na kina nani, kama wameshakamatwa, wameshahojiwa, wamepelekwa mahakamani. Lakini hatuwezi kutumia mwanya wa watu wachache ambao nyinyi mnawajua na kina nani kuzuia shughuli za kisiasa zote nchini kinyume cha katiba na sheria. Hii sio sawa. Na mimi nataka nitumie pia fursa hii kutoa ushauri kwa viongozi mbalimbali, watumishi wa serikali. Na nimekuwa nikisema mara kwa mara kwamba leo wewe ni waziri, kesho sio waziri. Uongozi ni sawa na koti la kwazima. Alikuwa anasemaga Mheshimiwa January Makamba, uongozi ni kama koti la kwazima. Leo ni kiongozi, kesho sio kiongozi. Kwa tujaribu kuongoza kwa mujibu wa katiba, sheria, kanuni na miongozo ya utumishi wa umma, tukijua kwamba kuna siku utakuwa waziri, utakuwa raia kawaida. Lakini la mwisho ni shauri pia, ni shauri mamlaka. Ni mshauri Mheshimiwa Rais Samia, kama ananisikia, yeye ndo mkuu wa nchi hii, ndo rais wetu, ndo mjeshi mkuu. Nimuombe sana Mheshimiwa Rais kwamba atoe maagizo kwa watu wake anaowateua, wasio wanajamulia maswala kwa utashi wao binafsi. Katiba za nchi hii na katiba ina sheria. Kwa hiyo kama kuna wahalifu wachache, jeshi la polisi liwabaini, liwakamate, liwadhibiti, liwahoji, liwafikishe mahakamani, mahakama ikawasikilize, ndio mahakama itoe maamuzi. Lakini kutumia maswala ya jumla kwa kuja na hoja kwamba unazuia mikutano ya hadhara kwa maswala ya jumla ukavunja haki za watu wengine, hii haikubaliki na ni kinyume cha katiba. Lakini jambo la mwisho, kauli ile waziri alitolea bungeni, ametoa bungeni kama waziri kwa mujibu wa kanuni ya 59 ya kanuni za kudumu za bunge inayohusiana masuala ya kauli za mawaziri bungeni. Ninafahamu kwamba kwa mujibu wa kanuni za kudumu za bunge na kwa mujibu wa ibara ya 100 ya katiba yetu na kwa mujibu wa sheria ya kinga madaraka ya bunge, hoja mbalimbali ambazo zinajadiliwa bungeni aidha na mbunge mmoja au waziri zina kinga. Lakini sasa ilikuwa ni mbaya sana waziri kutumia
mgongo wa bunge ambaye anajua kwamba ndani ya bunge ana kinga kutoa kauli ile. Kama kweli ilikuwa ni msimamo wa serikali, hapakuwa na haja ya kutumia mgongo wa bunge kutoa kauli ile. Angekuja nje hadharani ambako hakuna kinga akatoa kauli ile. Lakini waziri amevizia kutoa kauli bungeni ambako kwa mujibu wa katiba na sheria na kauli za bunge ana kinga. Ile pia haikuwa sawa. Kwa sababu wananchi wakita kuelewa kwamba kauli ile imetolewa kwa maana ile katazo na serikali Tanzania au na bunge, kwa sababu kauli ile imetolewa ndani ya bunge na kiongozi wa serikali. Sasa je, swali linakuwa position ya kauli ile ya Mheshimiwa Katambi ni ipi? Ni ya serikali au ni ya bunge? Sababu ulianza mwongozo wa mbunge wa Dodoma mjini, then ndo katika kujibu mwongozo ule akapewa nafasi waziri wa mambo ya ndani kutoa majibu. Kwa inakuwa pia na utata whether kwamba kauli ile ni ndio msimamo wa serikali au ni msimamo wa bunge. Lakini tu nikihitimisha ni kwamba Mheshimiwa Katambi ni mwanasheria, aje atuambie Watanzania ni kifungu gani cha katiba, cha sheria au kanuni kinampatia mamlaka moja ya kupiga marufuku mikutano ya hadhara ambayo ipo kwa mujibu wa katiba na sheria. Lakini la pili ni sehemu gani ya katiba au sheria au kanuni ambayo inampatia Mheshimiwa Katambi mamlaka ya kutoa maagizo kwa mkuu wa polisi ambaye ni mteule wa rais kama yeye, ambaye kwa mujibu wa sheria na katiba alipoti kwa rais moja kwa moja, ambaye ni amiri jeshi mkuu. Lakini la mwisho, Tanzania ni nchi mwanachama mikataba mbalimbali ya kimataifa, ikiwemo mkataba wa kimataifa wa haki za kisiasa na kiraia, lakini pia mkataba wa Afrika wa haki za binadamu na watu. Na mikataba yote Tanzania hii imeridhia, inazungumzia ushiriki wa wananchi katika nchi wanachama mikataba hii katika masuala ya haki za kiraia na kisiasa bila kuingiwa na mifumo ya dola. Kwa nafikiri Tanzania Mheshimiwa Rais Samia yeye kama mwanasiasa awaache wanasiasa wenzake wafanye siasa, waeneze siasa, wajenge hoja, wazungumze kwa hoja majukwaani. Halafu sasa Watanzania hawa ikifika muda wa uchaguzi wataamua mpigie kura nani. Lakini kwa zuia Watanzania wote kufanya mikutano ya hadhara, kufanya siasa kwa sababu tu kuna tishio la kiusalama, huko mtuambie kama mmemshika nani na mhoja mmempeleka mahakamani, inakuwa hajakaa sawa. Ambacho nataka Watanzania wajue ni kwamba sehemu pekee ambapo jeshi mkuu ana mamlaka ya kutangaza hali ya hatari ipo kwenye katiba. Sasa Tanzania sasa ipo kwenye hali ya hatari, haipo kwenye state of emergency. Mtu pekee ambaye ana mamlaka kutangaza hali ya hatari nchi hii ni Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ambaye pia ni amiri jeshi mkuu. Sasa kwa mujibu wa katiba yetu na mpaka ninapoongea hapa hatujaambiwa kama Tanzania as we speak now ipo kwenye hali ya hatari. Sababu waziri katuambia kwa tishio la kiusalama ambapo hatujaambiwa kama ndo hali ya hatari au la. Kwa hiyo kama nchi haipo kwenye hali ya hatari na amiri jeshi mkuu ambaye ni Mheshimiwa Rais hajatuambia kama Tanzania ipo kwenye hali ya hatari, basi hata yeye mwenyewe Mheshimiwa Rais kwa mujibu wa katiba kwa maana ya kuzuia mikutano ya hadhara mamlaka hayo hana. Kuna kipindi nakumbuka Rais wa awamu ya 5 Mheshimiwa Magufuli alizuia mikutano ya hadhara nchi hii kwa kauli yake mdomoni tu, hakutumia katiba, sheria wala kanuni. Alitoka hadharani akatamka mwenyewe binafsi. Tunafahamu kwamba rais kwa mamlaka yake nje ya urais pia kauli zake kwa nature urais wa nchi yetu ana kitu cha presidential decree, akitamka neno linakuwa sheria. Sasa kwa sababu hajatamka rais, ametamka waziri, msimamo wa kisheria ni kwamba waziri hana mamlaka yote ya kikatiba na kisheria na kikanuni kupiga marufuku shughuli za kisiasa hapa nchini, isipokuwa katika mazingira ambayo kuna hali ya hatari, nchi inaelekea vitani. Ni rais pekee ambaye ni amiri jeshi mkuu ndio ana uwezo huo wa kuja na tamko la kutangaza hali ya hatari. As long as nchi yetu iko salama, haipo kwenye hali ya hatari, wananchi wanaendelea na shughuli zao, wanafanya shughuli za kiuchumi, basi hata rais mwenyewe kwa mujibu wa katiba yetu na sheria za nchi yetu hana mamlaka kisheria ya kuzuia mikutano ya hadhara kama vile rais wa awamu ya 5 Mheshimiwa hayati Magufuli alifanya. Hata yeye binafsi Mheshimiwa Magufuli kwa mujibu wa katiba yetu alikiuka katiba kwa sababu hakuwa na mamlaka yote kisheria na katiba ya kutamka kwamba anazuia shughuli za kisiasa. Sasa hiyo saizi kidogo ya tofauti, ametoa waziri
na bahati mbaya hajasema anaitoa kwa muda gani, licha kwamba ni batili tangu alipotamka. Kwa hiyo mimi nataka tu nishauri kwamba kama nchi ya kidemokrasia na jamhuri, tuvumiliane, tustahimiliane, tujibu hoja kwa hoja. Akitoa Chadema hoja, CCM haijibu. Akitoa CCM hoja, Chadema wamjibu. Tusitumie vyombo vya dola, tusitumie polisi kusilence, kuzimisha shughuli za kisiasa. Ikitoa hoja jukwaani, ijibiwe jukwaani. Akitoa hoja Chadema, CCM ajibu. Akitoa hoja CCM, Chadema ajibu. Lakini pia yale mengine yako bungeni kule. Pale bungeni pia ni jukwaa la kisiasa. Wabunge wafanye siasa kupitia bunge, walioko nje ya bunge wafanye siasa kupitia mikutano ya hadhara. Tusitumie polisi, tusitumie vyombo vya dola kuzimisha shughuli za kisiasa, na kati sisi ni nchi ya kidemokrasia inayofuata mfumo wa vyama vingi vya siasa nchini. Kwa hiyo nikihitimisha, ndugu Shafini, kwamba sio Waziri Katambi wala sio Mheshimiwa Rais Samia ambaye ana mamlaka ya kuzuia shughuli za kisiasa nchi hii kwa mujibu wa katiba yetu. Na kama mamlaka hayo yapo, nitaomba nionyeshwe ni kifungu gani cha katiba kinachozungumzia aidha rais, waziri wa mambo ya ndani au IGP kwamba na mamlaka ya kupiga marufuku mikutano ya hadhara hapa nchini. Kama kipo, nitaomba nionyeshwe. Asante sana.